imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Haleluya. Mstari wa 13. Hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Anasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa nini? Wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Unaona, umoja na wenyewe unakuwa au unaongezeka. Umoja wa kanisa unaongezeka. Umoja wa ndugu unaongezeka. Upendano wa ndugu unaongezeka. Kusoma pia kwenye Warumi 12 mstari wa 5 tunasoma hivi: vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Haleluya. Na kwenye ile Marko 16 tunaona jukumu alilopewa mitume la Injili. Maandiko yanasema kilichowasaidia ni umoja. Maandiko yanasema wakaenda kote kote wakalihubiri neno, na Mungu akalithibitisha lile neno kwa miujiza na ishara zilizofuatana nalo. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kanisa lilifanikiwa kwa sababu ya ule umoja lililokuwa nalo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 5 unaona umoja wa ajabu ambao kanisa lilikubaliana ya kwamba vitu vyote viwe shirika. Maandiko yanasema kila mtu akauza alichokuwa nacho akakileta miguuni pa mitume, vikatumika kwa pamoja. Na hapo ndipo Anania na Safira walipoamua kutoka katika ule umoja wa kimungu, umoja wa kutembea nuruni, wakaamua kuingia kwa hiari yao kwenye ule umoja wa kishetani. Wao wawili wakapatana kusema uongo, na unaona wakafa kwa sababu ya dhambi ya kumdanganya Roho Mtakatifu. Wakafa kifo cha kiroho, wakafa pia kifo cha kimwili. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo hapo tumeona aina mbili kuu za umoja, lakini sasa kuna aina ya tatu. Aina ya tatu ya umoja. Hizi nazungumzia tu aina kuu za umoja, lakini zipo aina nyingi. Lakini mimi nazungumzia tu hizi aina tatu kuu. Kisoma kwenye
Mwanzo sura ile ya 11 mstari ule wa 6, tunapata aina nyingine ya umoja ambayo ni umoja wa kitaifa au umoja wa taifa au mataifa. Kwenye mstari wa 6 anasema hivi: Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja. Tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, kama ilivyo Tanzania. Tanzania ni taifa moja na lugha yao ni moja ya Kiswahili. Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Kwa hiyo unaona hao watu wakati ule, ukisoma kwenye ule mstari wa kwanza anasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Kwa hiyo kwenye ile nchi ya Shinari hawa watu walikaa pale kwa sababu ya umoja. Walikuwa na umoja wa kitaifa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana kutokana na umoja ambao walikuwa nao, ule umoja ambao walikuwa nao, Mungu anasema yale maono waliokuwa nayo na wakaanza kuyafanyia kazi. Anasema hawa watu kwa sababu ya ule umoja walionao hawatazuiliwa na chochote. Hawatazuiliwa na mtu yoyote, hawatazuiliwa na silaha yoyote. Yaani hakuna kitu kitakachowazuia, hakuna mnyama atakayewazuia, hakuna kitu chochote ambacho kingeweza kuwazuia. Lakini ambaye angeweza kuwazuia ni Mungu mwenyewe peke yake. Kuna mambo ambayo mtu yeyote, mtu awaye yote, awe na uwezo wowote, hawezi kuyafanya mpaka Mungu mwenyewe aingilie kati. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na hapa tunaona Mungu anasema kwenye ule mstari wa 7, anasema haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao. Kuna mambo mengine ambayo yanashindikana kibinadamu, tunakosa njia za kufanya, mawazo yetu yanafika mwisho, njia zetu zinafika mwisho, lakini Mungu anayo njia. Mungu anayefanya njia mahali pasipo na njia, akawa na njia, na njia aliyotumia ni ya kushangaza. Akasema na tushuke, tutakachofanya hawa ili wasiendelee ni kuwachafulia tu lugha yao. Basi, yaani ni rahisi. Mungu tu alipowachafulia lugha kila mtu ule mradi wa uasi ukaishia hapo hapo. Au kuendelea tena mbele. Ule mstari mwingine anasema, kwanza anasema lengo la kuwachafulia lugha yao ili wasisikilizane
maneno wao kwa wao. Ule mstari wa 8 anasema, basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kuujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Kwa hiyo unaona lile kusudi la Mungu kwamba watu watawanyike kwenda nchi, waende katika nchi yote, likaweza kutimia. Kwa hiyo hapo unaona kunapokuwa na umoja wa kitaifa, umoja wa kitaifa pia unatokana na udugu wa kimwili. Ambao ni wa watu ambao hawajaweza kuzaliwa mara ya pili, hawajaweza kuzaliwa kiroho. Nikodemu alijibiwa na Yesu ya kwamba kuna kuzaliwa kwa roho ambako kunasababisha wale watu waliozaliwa kiroho wanakuwa na udugu, sawa, ambao ndio kanisa. Lakini kuna wale waliozaliwa tu kimwili na wao wanakuwa na undugu. Undugu wao unatokana na baba yetu Adamu wa kwanza. Elewa, kuna Adamu wa kwanza na kuna Adamu wa pili. Kwa hiyo unaona umoja hata katika taifa. Taifa linapokuwa na umoja aliwezi kuzuiliwa na jambo lolote. Mungu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Kwenye Injili ya Yohana sura ile ya 10 mstari ule wa 10a anasema, mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Kwa hiyo hapo tunaona kazi ya shetani ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Anachokifanya kwa kanisa ni kuleta roho ya matengano. Tunaona huyu shetani yeye kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu. Kwa hiyo kazi yake, kwa sababu kazi ya shetani ndio hiyo, analeta roho ya matengano au roho ya faraka katika maeneo hayo mawili ambayo tumesema, katika kanisa lakini na katika taifa au mataifa mbalimbali. Kwa hiyo analeta roho ya faraka, roho ya matengano. Na ndio maana tunaona Yesu akiomba kabla ya kuondoka, anaomba moja ya maombi yake kabla ya kuondoka, anaombea umoja, kwamba shetani asifanikiwe kuleta matengano, kuleta faraka kwa kanisa lake. Lakini pia kwa sababu umoja ni nguvu, asifanikiwe pia hata kwa mataifa kama alivyofanya wakati ule wa Nimrodi, kuleta umoja wa kishetani. Badala ya watu kuwa na ule umoja wa kimungu, shetani akawapa mbadala. Badala ya watu kuwa na ule umoja wa kimungu, shetani anawapa mbadala, akawapa, unaona, akampa ufunuo Nimrodi kwamba wawe na umoja wa uasi wa kujenga ule mnara. Mungu atusaidie sana. Na ukisoma
kwenye Wakorinto wa kwanza. Tumeona kwenye Yohana 17:21-23 Yesu anaomba umoja wa kanisa. Lakini kwenye Wakorinto wa kwanza 1:10-13. Wakorinto wa kwanza 1:10-13. Wakorinto wa kwanza 1:10-13 tunasoma hivi: basi ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kloe ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu husema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Nashukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu ila Krispo na Gayo, mtu asije akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Tena naliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana, zaidi ya hao sijui kama nalimbatiza mtu yeyote mwingine. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kwa hiyo hapo tunaona eneo moja ambalo Shetani pia aliweza kufanikiwa kwa kanisa la Korinto kuweza kuleta faraka, kuweza kuleta fitina. Na kama ambavyo Shetani anafanya kazi, alivyofanya kazi kwa kanisa, vivyo hivyo Shetani hufanya kazi kwa taifa au mataifa ya ulimwengu, ili aweze kutekeleza kazi zake mbovu. Huleta roho ya matengano au mgawanyiko ndani ya kanisa, yaani kuwafanya watu wasielewane, watu wasiwe na nia moja, kama ilivyokuwa kwa kanisa la Korintho. Naona alifanikiwa hapa. Mtume Paulo anasema alisikia kwamba kule sasa kwenye kanisa la Korintho watu wamegawanyika, kuna vikundi vya watu, kuna vikundi. Wengine wanasema mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa fulani. Yaani wanakaa mahali pamoja lakini wamegawanyika. Ndio maana nikakwambia kukaa pamoja haitoshi kusema kwamba hawa watu ni wamoja. Unakuta kuna watu tayari wameshakuwa na viongozi wao ndani ya kanisa, kwenye kwaya wamegawanyika, kwenye idara ya vijana wamegawanyika, kwenye idara ya wanawake wamegawanyika, mpaka watoto wamegawanyika. Sasa tunaona hiyo hali mbaya au hiyo kazi ya Shetani anayoifanya. Shetani unajua ni mjane. Shetani hahangaiki sana na watu walio nje ya kanisa ambao hawajaokolewa, kwa sababu wale si wa kwake. Na maandiko yanasema hakuna kitu kilicho safi kwa wasio safi. Yeye anajua ni wa kwake, ni mateka wake, ameshawateka, yaani hana hata shida nao.
Lakini shetani anachokifanya yeye, kazi yake mbovu anaifanya kanisani, na anaelewa atakapokuwa amefanikiwa kwenye kanisa, hata taifa, hata kwenye taifa atafanikiwa. Atakapokuwa amefanikiwa kwa hawa ndugu wa kiroho, atafanikiwa hata kwa hawa ndugu wa damu, ndugu wa kimwili. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaona akafanikiwa kwa kanisa la Korinto kuweza kuondoa umoja uliokuwepo. Kwa hiyo, kwa sababu kazi ya shetani ni ile ile, akishafanikiwa kwenye kanisa anaenda na kwenye taifa, anarudi na kwenye taifa, analeta mafarakano na mgawanyiko katika taifa kwa kuwafanya watu wasiwe na maelewano, wasiwe na umoja. Na kwenye taifa anafanyaje? Anatumia mwavuli wa kisiasa. Elewa, kazi yake ni kufanya nini? Kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu. Hiyo ndio kazi yake. Sasa ili aweze kutimiza makusudi yake ya kuua, anajificha au anatumia mwavuli wa kisiasa. Mbona mwaka jana watu waliokufa kwenye nchi yetu ya Tanzania? Hiyo ni kazi ya shetani. Na ametumia mwavuli wa kisiasa kuua watu, kuwafanya watu wasiwe wamoja, kuwafanya watu wasishikamane. Lakini haishii kutumia mwavuli wa kisiasa, anatumia pia mwavuli wa kidini. Baada ya hayo machafuko ya mwaka jana, unaona shetani ameendelea kutumia pia mwavuli wa kidini kuwagawa watu kwa sababu za dini, kwamba huyu mtu kwa sababu sio dini yangu anapaswa kukatwa panga. Simesikia maneno yaliyokuwa yanatamkwa na watu baadhi ambao ni mawakala wa shetani, wanaojiita watumishi wa Mungu lakini sio watumishi wa Mungu. Kwa sababu mtumishi wa Mungu, Biblia iko wazi, imezuia kuua. Wewe unasemaje kwamba watu watakatwa mapanga kwa sababu sio wa dini fulani, wakati hawa watu wote pia? Lakini pia shetani anatumia mwavuli wa ukabila. Unaona kule Kenya machafuko yaliyotokea miaka ya nyuma, watu karibu 1500 wakafa, yalisababishwa na ukabila. Lakini hiyo yote ni kazi ya nani? Ya shetani. Lakini pia shetani anaondoa umoja wa kitaifa au umoja wa ulimwengu kwa kutumia rangi, kwamba huyu ni mweusi, ubaguzi wa rangi, kwamba huyu ni mweusi, huyu ni mweupe. Lakini kama haitoshi, Ibilisi pia anatumia jinsia, kwamba huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume, kuondoa ule umoja
wa kitaifa, lakini pia anatumia hali ya mtu, uwezo wa mali, kwamba huyu mtu ni tajiri na huyu ni maskini. Kunakuwa na kundi la matajiri na kundi la maskini. Matajiri hawathamini maskini, na maskini na wao wanaona hawawezi kuwakaribia matajiri. Kwa hiyo hapo kunakuwa hakuna umoja. Lakini wenye cheo na wasio na cheo, wenye mamlaka, yani watawala na wanaotawaliwa. Lakini kuna watu ambao hawajiwezi, vilema na wasiojiweza, kama vile wakoma walivyokuwa wanatenda zamani. Hata kama anaomba msaada, anapiga kelele, lakini anasema mimi ni najisi, mimi ni najisi. Lakini pia kazi ya shetani ni kuwatenganisha pia wagonjwa na watu wenye afya. Ndio maana Yesu anasema nilikuwa mgonjwa, mkuja kunitizama. Unakuta makundi yale ambayo yanaonekana yana uhitaji kuliko makundi mengine yanakuwa kama yamesahaulika. Hiyo yote ni kazi ya shetani. Na kwenye Yohana 10 mstari wa 10 kipengele B, baada ya Yesu kumtaja shetani na kazi zake, anataja kazi yake sasa. Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo kazi ya Yesu ni kuzivunja na kuharibu kazi za Ibilisi ili watu wawe na uzima tele. Kwenye waraka wa kwanza Yohana 3:8 anasema kwa kusudi hili alidhihirishwa ili azivunje na kuharibu kazi za Ibilisi. Kwa hiyo Yesu Kristo ndilo tumaini pekee kwa kanisa na taifa na mataifa yaliyoharibiwa na Ibilisi. Kwa hiyo tunapoangalia kanisa, tunapoangalia taifa letu la Tanzania, tunapoangalia mataifa mengine hapa ulimwenguni, kama ambavyo tumesoma kwenye Hagai 2:3 kwamba ni nani ambaye ameiona nyumba hii? Je, hii nyumba jinsi ilivyo ndivyo ilivyokuwa katika utukufu wake wa kwanza? Yaani unapoangalia kanisa unaona kanisa alipo kwenye ile sura yake ambayo ilikuwa nayo, ile sura njema ambayo ilikuwa nayo. Unapoangalia hasa kwenye eneo la umoja, kuna maeneo mengi, lakini hata tu kwenye hili eneo la umoja unaona kanisa linashindwa, na moja sababu ya kushindwa ni kwa sababu ya shetani amelitenganisha, ameligawa. Yaani watu hawaelewi mwili wa Kristo ni kitu gani. Watu wanajivunia madhehebu yao, watu wanayainua madhehebu yao, kama ilivyokuwa kwa kanisa la Korintho, watu wanawainua watumishi wao. Lakini unaona Paulo alikwepa huo mtego wa kuinuliwa na watu. Tena anasema msije mkasema hata wale niliowabatiza labda mimi ndio niliowafia. Mimi sijaenda msalabani, na hata hao mnaosema kwamba wewe sijui ni wa Apollo,
Hakuna aliyeenda msalabani. Aliyeenda msalabani ni Yesu peke yake. Na hata hayo madhehebu yenu mlionayo, hata kama ni mazuri kiasi gani, hakuna dhehebu hata moja lililoenda msalabani. Aliyeenda msalabani ni Yesu. Kwa hiyo unaona kanisa, yani shetani amefanikiwa kuondoa ule umoja wa kanisa ambao Yesu aliuomba. Kwa hiyo ameleta uharibifu. Lakini tumaini pekee kwa kanisa, taifa na mataifa ambayo tayari ibilisi ameleta uharibifu, ameshaondoa ule umoja, akaleta faraka, akaleta matengano, akaleta mgawanyo ndani ya kanisa. Tumaini pekee ni Yesu. Kwenye Yakobo 4:7 anasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Sasa Yesu pia anategemea sisi wenyewe kanisa tuweze kumpinga nani? Ibilisi. Na anasema tunapompinga atakimbia. Tunampinga kwa kufanyaje? Kwa kumtii Mungu kupitia neno lake, likiwemo pia umoja, maombi na neno jingine ambalo atatupatia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hata kwenye taifa pia ibilisi anatakiwa kupingwa kwa kazi zake mbovu. Nguvu ya umoja. Haleluya. Nguvu ya umoja, jambo la kwanza ni kutozuiliwa katika kutimiza maono. Tayari tumeshaona Mungu anakiri wazi wale maono waliokuwa nayo, japo yalikuwa ni ya kishetani, yalikuwa ni yanapingana na neno la Mungu, lakini kwa sababu walikuwa na umoja, tunaona nguvu ya umoja ikifanya kazi. Kwa hiyo tukiwa na umoja hakuna kitakachotuzuia. Kanisa likiwa na umoja hakuna jambo ambalo litazuiliwa. Taifa letu la Tanzania likiwa na umoja hakuna jambo lolote litakalozuiliwa. Jambo ambalo liko kwenye mapenzi ya Mungu hakuna atakayezuia. Hata huyo shetani ni kwa sababu tu tumempa nafasi. Huyo shetani kwa sababu kanisa limempa nafasi. Huyo shetani ni kwa sababu hao viongozi pia wametoa nafasi kwa shetani, ambaye kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu. Na anapopewa shetani, na anapopewa nafasi, anafanya hiyo kazi. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tumeona nguvu ya kwanza ya umoja, hakuna cha kukuzuia. Hakuna cha kuwazuia watu walio na umoja, kama ambavyo tumeona. Lakini pia mafanikio ya maisha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mafanikio ya maisha. Haleluya. Mafanikio ya maisha kwa viumbe wadogo au wanyonge, ikiwemo wanyama, ndege, wadudu. Mafanikio yao ya maisha kuendelea kuishi yanasababishwa na umoja. Yaani kutokana na udogo wao, kutokana na kukosa uwezo, kutokana na unyonge wao, kitu ambacho kinaweza kikawasaidia, kitu pekee ni umoja. Umoja wao, mshikamano wao. Tusome kwenye Mithali sura ile ya 30 mstari ule wa 24 mpaka 27. Tunasoma hivi:
Kuna viumbe vinne duniani vilivyo vidogo lakini vina akili nyingi sana. Unaona? Yaani hivyo viumbe ni vidogo lakini vina akili nyingi sana. Na vina akili, kwa nini vinatajwa kwamba vina akili nyingi sana? Kwa sababu vinaweza vikamzidi hata mwanadamu na akili yake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. 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 Amen. Sema kuna viumbe vinne duniani vilivyo vidogo lakini vina akili nyingi sana. Anasema chungu ni watu wasio na nguvu. Yaani chungu anafananishwa kama vile na watu wasiokuwa na nini? Na nguvu. Lakini hujiwekea chakula wakati wa hari. Wibari ni watu dhaifu, lakini hujifanyia nyumba katika miamba. Nzige hawana mfalme, lakini huenda wote pamoja vikosi vikosi. Mjusi hushika kwa mikono yake, lakini yumo majumbani mwa wafalme. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa unaona nguvu ya umoja hata ukiwa mnyonge. Kuna watu ambao wanajiona wao ni wanyonge. Wanajiona wao ni wadogo na kwa hiyo hawawezi kufanya chochote. Lakini hapa tunaambiwa inawezekana kufanya mambo makubwa. Hawa wadogo, ninyi mlio wadogo, mnapoungana, mnaposhirikiana. Na hapa tunaambiwa, tunapewa mfano wa nini? Wao wadudu ambao wametajwa, wanyama ambao wametajwa, kwamba hata kama kuna mnyama mwenye nguvu kuliko wao, wanapoungana, yule mnyama lazima atashindwa, japo ni wadogo. Kuna mdudu mwingine hajatajwa hapa, siafu. Wanasema siafu na yeye akiingia kwenye mkonga wa tembo ule, akaanza kung'ata mle ndani, sijui anapata wapi uwezo wa kung'ata mle ndani mpaka nani asikie maumivu au tembo akereke. Wanasema yule tembo huwa anaanza kupigiza ule mkonga wake kwenye mawe, na anapopigiza kwenye mawe lazima ataumia, si ndio? Kwa hiyo unaona siafu mdogo, lakini kwa sababu ya umoja wao wameingia mle wakashambulia wote kwa pamoja. Unaona wanapata ushindi. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nguvu ya umoja pia, kama ambavyo tumeona kwenye ile Zaburi ya 133, ni inafanya maisha yapendeze. Maisha ya kupendeza, maisha ya baraka, maisha ya ustawi, maisha ya sasa na maisha yajayo. Lakini tayari tumeshaona nguvu ya umoja, kwa sababu asili ya umoja au chanzo cha umoja ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe kabla ya kuumba mwanadamu, kabla ya kuumba ulimwengu, alikuwa na umoja katika nafsi zake, na hizo nafsi zilishirikiana, na ndio ikatokea uumbaji wa mbingu na nchi, lakini ukatokea uumbaji wa mwanadamu, kwa sababu hizo nafsi zilishirikiana, hizo nafsi tatu za Mungu. Sio miungu watatu, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Na hizo nafsi ziko hivyo kutokana na utendaji wake.
ushirikiano, jinsi zilivyoweza kushirikiana. Lakini mafanikio kwa kiongozi yoyote yule yanategemea umoja wa anaowaongoza, kwa sababu kiongozi ni mbeba maono. Kama ilivyokuwa kwa Nimrod, yeye ndio alikuwa na maono ya kujenga mnara, sawa, na kujenga ule mji kwenye lile. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Nimrod asingeweza kufanikiwa katika ule mradi alioubuni bila kuwa na wasaidizi wa yale maono, yaani watu ambao walimuunga mkono, wakakubaliana naye, na hakuna ambaye alikuwa kinyume na ule mradi, hakuna ambaye alikuwa kinyume na hayo maono. Wote walimuunga mkono mwenye maono, mbeba maono. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona huyo kiongozi, kwa sababu aliungwa mkono na wenzake, wote wakawa na umoja, wote wakawa na lugha moja, hakuna aliyepinga. Tunaona akawa ni kiongozi mwenye mafanikio, japo yale mafanikio yalikuwa ni ya upande wa giza, yalikuwa kinyume na neno la Mungu, lakini aliungwa mkono na akafanikiwa mpaka pale Mungu alipoingilia kati. Kwa hiyo tunapomtazama pia Yesu amefanikiwa katika maono ambayo alimleta hapa duniani. Yeye alipopaa kwenda mbinguni kulikuwa na wanafunzi tu wachache, lakini sasa hivi kizazi baada ya kizazi kuna mamilioni ya wafuasi ambao wengine wako mbinguni, wengine bado wako duniani, ambao wamempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo mafanikio yake yalitokana na yale maono kwa wale ambao walikuwa na waacha. Ndio maana aliwaombea umoja. Alijua ya kwamba pasipo umoja hawawezi kutoboa, hawawezi kwenda popote, hawawezi kufika popote. Kwa hiyo walipata upenyo kwa sababu ya umoja. Kwa hiyo hapo tunaona nguvu ya nini? Nguvu ya umoja. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo pia umoja. Kwa hiyo hapo tunaona mbeba maono amepewa umoja, au yaani ameungwa mkono na maono yake, lakini wasaidizi wa maono, watu wote, na wao wakawa na usemi mmoja. Vivyo hivyo umoja wa wanaoongozwa unaweza kutatua changamoto zote, sawa? Yaani wale watu wakiwa wamoja, kama tulivyoona, kulingana na umoja wao wanaweza wakatatua changamoto zote. Kwa hiyo Yesu Kristo, kiongozi mwenye mafanikio katika maono yake, ikiwemo umoja kwa kanisa lake na wafuasi wake, kama alivyoomba. Haleluya. Tunaona kanisa likawa na umoja, likafanikiwa. Kwa hiyo na Yesu akawa amefanikiwa. Lakini nguvu ya umoja ya Yesu ni kwamba pamoja na utajiri wa mali na karama kwa kanisa la Korintho. Nisikilize hapa, utapata kitu sasa. Kwenye Wakorintho wa kwanza 5:1, Wakorintho wa kwanza 1:4-9 kwanza.
Korinto wa kwanza 1:4-9. Wakorintho wa kwanza 1:4-9. Sikiliza, nisome kwanza hapa alafu ndio nitafafanua. Anasema, namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata kupungukiwa na karama yoyote. Unaona, Mtume Paulo anapoliandikia kanisa la Korintho analitaja ya kwamba lilikuwa tajiri. Sawa? Utajiri huu wa kimwili, lakini pia utajiri wa karama. Anasema kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata kupungukiwa na karama yoyote. Yaani hili kanisa la Korintho liko la ajabu sana. Yaani zile karama zote unazozijua zilizoandikwa, kanisa la Korintho lilikuwa nazo. Ndivyo Mtume Paulo anavyoliona. Anasema mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo pamoja na utajiri wa mali na karama kwa kanisa la Korintho, kama ambavyo tumesoma, kanisa la Korintho bado lilishindwa kufanya vizuri na kulaumiwa katika maeneo mengine. Yaani pamoja na kusifiwa, lakini kanisa la Korintho halikufanya vizuri kwenye maeneo mengine, na eneo mojawapo lilikuwa ni uasherati na zinaa. Kwenye ile Wakorintho wa kwanza 5:1 anasema hivi, yakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye, nanyi mwajivuna wala hamkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hili. Unaona? Sasa hilo lilikuwa ni tatizo moja, zinaa au uasherati. Lakini lawama nyingine ilikuwa ni fitina na faraka. Fitina na faraka. Kwenye ule mstari wa 10 mpaka wa 17 tunasoma hivi: basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu usema, mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Kwa hiyo unaona jinsi kanisa la Korintho lilivyokuwa na hizo lawama. Kwenye Wakorintho hiyo 3 mpaka 8 tunasoma hivi: kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna usuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi Paulo ni nani na Paulo? Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa.
Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Hivyo apandaye si kitu wala atiaye maji, bali Mungu akuzaye. Basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Sasa hapa unaona kuna kitu cha kujifunza hapa, ili uweze kulitambua kanisa la kweli. Kanisa la kweli alitambuliwi na mafanikio ya kimwili kama utajiri au mali. Kuna watu ambao wanajisifia na wanatumia kigezo cha utajiri kwamba ndio, yaani wanajihalalisha kwamba wao ndio kanisa la kweli, ndio wameokoka kwa sababu Mungu anawabariki. Kwa sababu Mungu amewabariki na mali, kwa sababu Mungu amewabariki na magari, kwa sababu Mungu amewabariki na nyumba nzuri. Ni kweli Mungu anataka watu wabarikiwe, lakini mafanikio ya kimwili hata watu wasiomjua Mungu wanayo na kuzidi. Yaani huwezi kushindana kwenye mali na watu wa mataifa, watu wasiokuwa na Mungu, watu wanaoenenda gizani. Mamilionea wengi ni watu ambao hawamjui Mungu. Kwa hiyo ili kulitambua kanisa la kweli huwezi kulitambua na kulipima kwa mafanikio ya kimwili, bali unalipima sio tu mafanikio ya kimwili, lakini pia huwezi hata ukalitambua kwa karama. Tunaona Mtume Paulo anasema kanisa la Korinto lilikuwa na karama, yaani ndani ya kanisa kulikuwa na karama zote. Lakini cha kushangaza unaambiwa ndani kulikuwa na zinaa ambayo haipo hata kwa mataifa. Biblia ndivyo inavyosema. Lakini hawa watu ndio karama zote zinafanya kazi. Wananena kwa lugha, kama ni karama ya uponyaji, watu wakija wanaponywa. Kama ni matendo ya miujiza inafanyika. Unaona mambo ya ajabu. Lakini kanisa kulingana na hali ilivyokuwa Korinto, tunaona sasa ya kwamba kutambua kanisa la kweli sio karama. Kutambua kanisa la kweli sio mafanikio haya ya kimwili, mafanikio haya ya mambo ya duniani. Haya mafanikio ya duniani ya tayari Mtume Paulo alishasema baada ya kuokoka, mtazamo wake ulifunguka, akagundua ya kwamba haya mafanikio ya hapa duniani ni sawa tu na mavi, ni sawa tu na takataka, ukilinganisha na uzuri usio kifani ambao Mtume Paulo aliupata akiwa na Yesu, ukilinganisha na ile furaha ya Yesu aliyoipata Mtume Paulo, ukilinganisha na ile amani ya Yesu aliyoipata Mtume Paulo. Kwa hiyo huwezi kutambua kanisa kwa mafanikio ya kimwili au kwa karama zote kutenda kazi, bali unalifahamu au unalitambua kanisa la Kristo, kanisa la kweli lisilo na mawaa wala kunyanzi, kwa kuangalia tunda la Roho ambalo limeandikwa kwenye Wagalatia 5:22-23. Anasema, lakini tunda la Roho ni upendo, utu wema, upole, kiasi, uaminifu, fadhili, kiasi na mambo mengine yanayofanana na haya. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo vivyo hivyo hapo tumeangalia kwenye eneo la kanisa, vivyo hivyo na kwenye eneo la taifa. Haleluya.
kwenye eneo la taifa au mataifa kuna lawama pia, kama kanisa la Korinto lilivyokuwa linalaumiwa kwa ajili ya zinaa, kwa ajili ya fitina, kwa ajili ya uasherati, vivyo hivyo mataifa mbalimbali katika ulimwengu yanalaumiwa kwa kutofanya vizuri katika maeneo ya msingi yanayohusu uhai au uzima wa watu. Kama tulivyoona, shetani kazi yake yeye ni kuharibu. Kama tulivyoona kwamba shetani kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu, vivyo hivyo huyu shetani anaharibu taifa na mataifa. Mungu atusaidie sana. Kama alivyoharibu kanisa la Korintho, vivyo hivyo anaharibu taifa na mataifa. Kama alivyoharibu lile taifa ambalo tumesoma kwenye Mwanzo 11, akaleta uharibifu kwa kuleta maono yaliyo kinyume na Mungu, akawasababishia hasara ya mali wale watu ambao walikuwa wanajenga ule mnara, kwa sababu pale walipoteza, walipata hasara. Kwa hiyo shetani anaendelea kufanya kazi pia kwa mataifa mengine, na kwa sababu hiyo kunakuwa na lawama ya mataifa au taifa kutofanya vizuri, na hizo lawama zinahusu zaidi mambo ya msingi. Kuna lawama nyingi zinazoelekezwa kwa taifa au mataifa, lakini lawama ambayo ni kubwa zaidi ni kwenye mambo ya msingi yanayohusu uhai au uzima wa mwanadamu. Na tunapozungumzia uhai na uzima ambao Yesu alisema mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wao nao tele, tunazungumzia uzima huu wa kimwili, lakini tunazungumzia pia uzima wa kiroho. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye Mithali sura ya 17 mstari wa kwanza tunasoma hivi: afadhali mego kavu pamoja na utulivu kuliko nyumba yenye karamu nyingi pamoja na magomvi. Afadhali mego kavu na utulivu kuliko nyumba yenye karamu nyingi pamoja na magomvi. Yaani afadhali mtu anayekula ugali au wali hauna mboga, lakini ana amani, ana utulivu, kuliko mtu ambaye kuna mboga zote anazozipenda, kuna chakula chochote kile anachokitaka, lakini hakuna utulivu, hakuna amani. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa tunaona mataifa, kuna mataifa ambayo yamekuwa na maendeleo makubwa. Yaani kila kitu kiko vizuri, uchumi uko vizuri, watu wake wako vizuri, hawana shida yoyote. Kuna nchi ambayo watu wanalipwa mshahara hata hawafanyi kazi, yaani ni haki yao, kwa sababu uchumi wao ni mzuri. Wakienda hospitalini wanatibiwa bure, hawadaiwi chochote. Yaani taifa
inawawezesha kwa kila kitu, yaani hawana tabu yoyote. Na mataifa hayo yenye utajiri na kila kitu, kama watu wake wanaishi wakiwa na wasiwasi wa maisha yao, wakiwa na wasiwasi wa uhai wao, wakiwa na wasiwasi wa uzima wao. Lakini unaona kuna mataifa mengine ambayo inawezekana hawana maendeleo kama hayo maendeleo mengine. Inawezekana watu hao hawapewi hata mshahara, inawezekana hata kutibiwa, matibabu ni shida, lakini wamehakikishiwa uhai wao, wamehakikishiwa juu ya uzima wao, ambao ni mambo ya msingi, uhai na uzima wao. Na ndio maana sasa kwenye Mithali anasema afadhali mego kavu na utulivu kuliko nyumba yenye karamu nyingi pamoja na magomvi. Yaani ni afadhali huyo anayeishi kwa shida lakini hana wasiwasi. Hana wasiwasi wa kutekwa, hana wasiwasi wa kuuawa, anaishi kwa amani, ana uhuru wa kuongea ili mradi avunje sheria ya nchi, hana wasiwasi. Na hapo ndipo utakapoona sasa, hata kama kutakuwa na hayo mambo mengine ya uwezeshaji, lakini kama hakuna amani na utulivu, hayo yote hayana maana yote. Yaani hayo maendeleo yanakosa maana. Ukisoma kwenye Timotheo wa kwanza 2:1-3. Timotheo wa kwanza 2:1-3. Tunasoma hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahifu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona pamoja na mafanikio ya maendeleo na utajiri katika kanisa, taifa lolote, kuna lawama ya kutofanya vizuri katika maeneo ya msingi yanayohusu, jambo la kwanza, uhai na uzima. Lakini jambo la pili ni kukosa utulivu na amani, na kusababisha, inapokosekana utulivu na amani, ndio unaona hasa hata hapa kwenye Timotheo ambapo tumesoma, anasema nataka dua na sala zifanyike ili kuwe na utulivu na nini, na amani. Na anapo anazungumzia, anasema kusudi la Mungu kunapokuwa na utulivu na amani, Mungu anataka watu wote waokolewe, watu wote wafikirie toba. Kwa hiyo kukosa utulivu na amani husababisha uduni na maisha ya kiroho na kimwili. Kunapokosekana utulivu na amani, magonjwa
ya mlipuko, ukosefu wa ajira, ukatili na dhuluma na kadhalika. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kushindwa kufanya vizuri kunakosababishwa na kumpa ibilisi nafasi. Kwenye Efeso 4:28 anasema na wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo tunaona kushindwa kufanya vizuri na kusababisha lawama ni viongozi au watawala kuruhusu migawanyiko inayoondoa umoja na ibilisi kupata nafasi ya kuiba, kuua na kuharibu. Kwa hiyo migawanyiko kama ambavyo tumeona, migawanyiko ya kisiasa, migawanyiko ya kidini na migawanyiko mingine ambayo tulihitaja huko nyuma, tunaona kushindwa kufanya vizuri kwa kanisa na kwa taifa au mataifa mbalimbali ni kwa sababu ya watawala kuruhusu migawanyiko inayoondoa umoja. Kama ni taifa inayoondoa umoja wa kitaifa, na ibilisi anapata nafasi ya kuweza kufanya yote yale anayoona anaweza kufanya. Anaweza akaiba, anaweza akaua, anaweza akaharibu, akaleta uharibifu katika nchi au katika taifa. Lakini tunaona kwenye historia ya taifa letu, hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere alikuwa ni mfano wa kuigwa kuhakikisha ya kwamba wananchi wa taifa hili hawagawanywi kwa sababu yoyote ile, kwa sababu za kisiasa, kwa sababu za kidini, kwa sababu za kikabila, kwa sababu za jinsia, kwa sababu zozote ile. Mwalimu Nyerere alituwekea msingi wa kutokugawanya, na unaona ile misingi ambayo tuliachiwa imeshaharibika, na Biblia inasema misingi. Biblia inauliza swali, je, misingi inapoharibiwa mwenye haki atafanya nini? Kwa hiyo unaona kuna nafasi ya wenye haki kufanya jambo kwa ajili ya kurejesha ile misingi. Lakini tunaona eneo la kwanza, kushindwa kunasababishwa na viongozi, kwa sababu kiongozi anapaswa kuhakikisha watu wake, awe ni kiongozi wa kiroho, awe ni kiongozi wa kiserikali, anapaswa kuhakikisha ya kwamba watu wake wanakuwa wamoja, kuhubiri umoja, kuhubiri nguvu ya umoja, na kusimamia na kuona, sio tu kuhubiri, na kusimamia na kuhakikisha ya kwamba watu kweli wamekuwa wamoja, ili kuona matokeo, watu wake wanakuwa wamoja, kama ilivyokuwa kwa Nyerere. Alihubiri umoja, lakini akasimamia na kuhakikisha ya kwamba mpaka anakufa ameliacha taifa likiwa na umoja, likiwa na mshikamano, likiwa halina mgawanyiko wa kisiasa, likiwa halina mgawanyiko wa kidini, likiwa halina mgawanyiko wa kikabila, likiwa halina mgawanyiko wa kikanda, likiwa halina mgawanyiko wote. Watanzania wote walikuwa ni kitu kimoja. Lakini pia kushindwa kunaweza kukasababishwa pia sio na kiongozi. Kushindwa kunaweza kusababishwa pia na watu wanaoongozwa.
wananchi wanaoongozwa au kanisa ambalo linaongozwa kukosa umoja wa kweli na kuongea lugha tofauti. Lakini kanisa na taifa linapaswa kuongea lugha moja tu inayohusiana na mapenzi ya Mungu, sio vinginevyo. Kwa sababu mapenzi ya Mungu ni yapi? Mapenzi ya Mungu tunayapata kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo kitu chochote ambacho si neno la Mungu, sio mapenzi ya Mungu, kanisa linatakiwa kukataa. Taifa pia linatakiwa kukataa. Wale watu wanaoongozwa wanatakiwa kukataa, kwa sababu wanajua jema na baya, wanajua ili ni jema, ili sio, na wanajua misingi ambayo tulikuwa nayo. Kwenye hilo swali analosema, je, misingi ikiharibika mwenye yake atafanya nini? Sehemu nyingine wanasema wawaulize wazee waliokuwepo zamani. Ndio Biblia inavyosema. Wawaambie ambao wanajua wakati ule ulikuwaje. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na baada ya kuwauliza wale watu waliokuwa zamani, walioshuhudia yale mambo yalivyokuwa, unalinganisha sasa na sasa. Mimi nakumbuka wakati nikiwa mdogo. Sasa nataka nikuonyeshe tu kwamba mambo yamebadilika na wakati ule mimi nilivyokuwa mdogo. Wakati ule kulikuwa na chama cha TANU kabla ya kuja CCM, na kulikuwa na nyimbo za kizalendo ambazo walikuwa wanaziimba kulingana na katiba ya nchi inavyosema. Nakumbuka kuna wimbo ulikuwa unaimbwa, siasa ya chama kujenga ujamaa na kusitawisha raia, usiposhiriki, kitu kama hicho. Lakini point ambayo nataka nikwambie hapo, walikuwa wanasema hivi, kila mtu ana haki ya uhuru ya kutoa mawazo yake, kuamini dini, kwenda takako, bora asivunje sheria. Haleluya. Sasa kipindi kile unaona nyimbo hizi zilikuwa zinaimbwa na kila mtu anajua ya kwamba ana uhuru wa kutoa mawazo yake, hata kuamini dini na kwenda atakako, ili mradi tu afuate nini? Utaratibu, asivunje sheria. Lakini sasa kama kwenye Hagai yanavyouliza, haleluya, Mungu atusaidie sana, haleluya. Kama kwenye Hagai anavyouliza, kwenye Hagai 2:3 anauliza hivi, miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona Tanzania hii kipindi cha Mwalimu Nyerere? Nanyi mwaionaje sasa? Je, sisi tuliokuwepo wakati ule watu wakiimba hizi nyimbo za kizalendo, mkiulizwa ninyi vijana hamwezi kuelewa, lakini wale watu ambao walikuwepo kipindi kile wanaelewa hichi ninachokisema. Ukilinganisha wakati ule na wakati huu wa sasa, unaona kuna mabadiliko makubwa sana. Wakati huu watu wanaogopa kusema kitu chochote, hata kama
hicho kitu ni ushauri mzuri, hata kama hicho kitu ni neno la Mungu, watu wanaogopa. Ile freedom of speech, uhuru wa kuzungumza ule ambao upo kwenye katiba, uliotajwa kwenye katiba na wakati ule ulikuwa unaimbwa, inawezekana haupo au upo kwa kiwango kidogo. Mungu atusaidie sana. Mungu wetu atusaidie. Haleluya. Kwa hiyo wenye haki au kanisa, na sisi pia tunatakiwa kufanya jambo kwa sehemu yetu. Haleluya. Kwa nafasi yetu kanisa linatakiwa lifanye jambo, lakini na wananchi pia wanatakiwa wafanye jambo ili kurejea katika hali ambayo Mungu ameikusudia kwa kanisa na kwa taifa. Wenye haki waliobakia kwenye Hagai anasema ni nani aliyebaki, si ndio? Wale waliobaki wanaoelewa ukweli, wale waliobaki wakati ule walipoona hekalu jinsi lilivyokuwa na wakati huo sasa limeharibika. Tunaona walifanya kitu. Kina Nehemia wakajenga ule ukuta na hiyo kazi ikafanikiwa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo hayo yote yanawezekana tu kwa umoja. Haleluya. Kanisa linapokuwa na umoja linaweza kurejesha ule utukufu wa kwanza uliokuwa kwa kanisa. Na kwenye hii Hagai anasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza, asema Bwana. Japo shetani aliharibu, japo shetani aliiba, japo shetani aliua, lakini kuna tumaini. Kuna tumaini jipya kupitia Yesu Kristo aliyedhihirishwa ili kuzivunja na kuharibu kazi za Ibilisi. Kuna tumaini jipya. Kuna tumaini jipya. Lakini tumaini hilo tu litatokea kwa unyonge wetu, kwa unyonge wa kanisa litakapokuwa limeungana, kwa unyonge wa watu wa taifa lolote lile ambalo Ibilisi amefanya uharibifu, watakapoungana na kukataa hali yoyote ambayo sio mapenzi ya Mungu, kwa kuomba na kunyenyekea, lakini kuendelea kupiga kelele. Sababu maandiko kwenye Isaya 58 anasema piga kelele usiache. Piga kelele usiache. Ukawahubirie watu hawa kosa lao na dhambi yao. Kama yamkini wanaweza wakatubu, kama yamkini wanaweza wakasikia, lakini pasipo kupiga kelele. Maandiko yanasema wanawezaje kuamini wasipohubiriwa? Haiwezekani. Yeremia akaambiwa na Mungu, ujumbe uliokupatia kaufikishe, usiache neno hata moja, kwa sababu sio ujumbe wako, ni neno la Mungu.
Neno la Mungu linajitegemea, neno la Mungu linajisimamia. Na hata kama ikitokea watu, kwa sababu sasa hivi wanachukizwa na ukweli wa neno la Mungu, hata kama watakuua wewe, sio wa kwanza. Stefano aliuawa kwa Injili. Hiyo itakuwa ni njia ya wewe kwenda mbinguni. Na Mtume Paulo anasema natamani zaidi, ninasongwa na mambo magapi? Mawili, kuendelea kuishi duniani au kwenda kukaa kwa Bwana. Lakini mimi natamani niende kule mbinguni, niondokane na tabu za dunia hii. Duniani humu mna dhiki tu, hakuna raha. Hata kama kuna raha ni ya kitambo tu. Leo umefurahi, kesho unalia. Hakuna raha ya kudumu hapa duniani. Kwa hiyo umoja ni nguvu ambayo inaweza ikatuletea mafanikio, ni nguvu ambayo inaweza ikatuletea ustawi. Tukija tena tutaanza kuangalia vikwazo vya umoja na jinsi ya kuvuka hivyo vikwazo. Ni vitu gani, ni mambo gani yanayosababisha kanisa lisiwe na umoja? Ni vitu gani vinavyosababisha taifa au mataifa mbalimbali yasiwe na umoja? Kanisa umoja wa kiroho, lakini mataifa umoja wa kimwili au umoja wa watu wote. Tukija tutaangalia hivyo vikwazo vinavyozuia umoja, na tukifanikiwa kujifunza na tukavuka hivyo vikwazo, basi tutaweza kufanya mambo makubwa, kama ambavyo Mungu ametufunulia kwamba tukiwa na umoja hatutazuiliwa na jambo lolote. Hakuna cha kutuzuia. Kama vile Mungu alivyomwambia Yoshua, kama nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakavyokuwa na wewe. Hakuna kitu chochote kitakachosimama mbele yako. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Yoshua. Aliweza kushinda vita vyote. Na Mungu alibariki neno lake. Tunaweza kusimama kulipokea hili neno.